haleluya. Moyo wangu ulihuzunishwa chini ya uso wa Yehova, na chini katika dhambi ambako dhambi zangu ziliniburuta. Nilimlilia Bwana kutoka katika matope ya kina kirefu, akanileta kwa upole hadi kwenye siku ya adhabu. O, alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa, haleluya. Akaniweka kwenye mwamba imara, kando yake hatua zangu zilithibitika, nami nitadumu hapa. Hakuna hatari ya kuanguka nikiwa hapa, bali nitasimama kwa neema yake hata nipate taji. Alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa, haleluya. Alinipa wimbo ulio wimbo mpya wa sifa, usiku na mchana nota zake tamu nitazimba. Moyo wangu umefurika, nina furaha na huru kumsifu mkombozi wangu aliyeniokoa. O, alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa, haleluya. Nitaimba rehema zake za ajabu kwangu, nitamsifu mpaka watu wote wauone wema wake. Nitawimba wokovu nyumbani na ng'ambo, hata wengi watakapoisikia kweli na kumtumaini Mungu. Alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa, haleluya. Hebu tumwimbie tena. Alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa, haleluya. Hebu tumpigie makofi. Hebu na nisikie utukufu siku ya leo, na haleluya, amina. Lo, alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa, haleluya. Ubeti wa pili. Akaniweka kwenye mwamba imara, kando yake hatua zangu zilithibitika, nami nitadumu hapa. Hakuna hatari ya kuanguka nikiwa hapa, bali nimesimama kwa neema yake hata nipate taji. Oh, alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa, haleluya. Hebu tupige makofi tu mara moja zaidi. Haleluya. Hebu tumwimbie kweli kweli. Oh, alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani. Nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa, haleluya. Ja, Bwana libidiwe. Lo, asante Bwana Yesu. Amina. Hivi ujisikii tu vizuri? Amina. Hakuna cha kulinganisha na wapo wa Bwana. Amina. Lo, alinitoa matopeni,
kanisimamisha mwambani, nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa. Haleluya. Ubeti wa 3, alinipa wimbo ulio wimbo mpya wa sifa, usiku na mchana nyota zake tamu nitazimba, moyo wangu umefurika, nina furaha na huru kumsifu mkombozi wangu aliyeniokoa. Amina. Alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani, nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa. Haleluya. Amina. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Utukufu. Jina la Bwana lihimidiwe. Hisi ni ajabu. Amina. Lo, alinitoa matopeni, kanisimamisha mwambani, nafsini mwangu ameweka wimbo leo, wimbo wa sifa. Haleluya. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina lake lihimidiwe. Ndiyo. Amina. Maweza kuketi. Jukwaa hili huenda lisiwe na nafasi ya kunitosha hapa. Najua hakuna nafasi ya kukutosha wewe hapo. Utakuwa kama Daudi. Unadhani hilo si ni kitu chochote? Wewe subiri tu hadi mwisho wa ujumbe. Lo, jina la Bwana lihimidiwe. Je, huna furaha? Lo, wana na binti za Mungu, imefunuliwa kwetu sisi ni nani. Hakuna lililo kubwa zaidi. Hili ni mwonjo tu. Hili hata si lolote ukilinganisha na lile litakavyokuwa. Lo, Mungu wangu, nampenda Bwana Yesu. Na upenda ujumbe huu, na wapenda. Sote tutaishi milele pamoja. Jina la Bwana lihimidiwe. Karibuni. Amina. Pale tulipo. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana asifiwe. Mwaweza kuketi. Ningependa kuwakaribisha wote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nadhani tunao wageni baadhi hapa leo. Je, tunao wageni wangapi? Hatuna, pamoja na familia zenu nyote. Mungu awabariki nyote. Karibuni katika jina la Bwana Yesu. Ninyi nyote na ninyi nyote mlioko hapa kwenye maunganisho haya ya simu, tunayo furaha kuwa pamoja nanyi hapa, ambapo Jumapili iliyopita Yehova mwenyewe alinguruma kupitia malaika wake mwenye nguvu, naye akatuita sisi maskani ya Abrahamu. Aliwaita ninyi mlio kwenye maunganisho ya simu bibi harusi wangu. Huyo ndiye yeye alivyotuita. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana asifiwe. Mwaweza kuketi. Tunazungumza juu ya siku maalum. Bwana asifiwe. Tumekuwa nayo, nasi tutakuwa na nyingine usiku wa leo. Hiyo ndio ya ajabu kweli kweli. Ni chemichemi isiyokauka. Ujumbe huo, tulilisema hilo kila mara na kulirudia tena. Una haja ya kuwa na wasiwasi ukija kwenye maskani ya Abrahamu. Huo utakachosikia ni kitu gani? Ni siku maalum, kwa sababu utamsikia malaika mjumbe wa 7 akikuletea, Bwana asema hivi. Haiwezi kuzidi hapo. Amina. Bwana asifiwe. Asante Bwana.
Tungekuwa wapi bila chakula hicho kilichohifadhiwa? Baba alijua kila kitu kuhusu hilo, naye alijua usiku wa leo. Hilo ndilo la kusisimua, ni kwamba yeye alijua usiku wa leo. Alijua tutakuwa hapa, alijua kile kitakachosemwa, alijua ujumbe ambao tungeusikia, alijua kuhusu ushirika, yeye alijua kuhusu uponyaji utakaotukia usiku wa leo. Safi sana. Ni siku iliyoje tunayoishi! Ni nini kitakachotukia kwetu leo? Tuna furaha sana siku hii ya kwamba Mungu anajifunua kwetu. Nami ninaamini ya kwamba ile siku iliyokuu ndiyo kwanza inaanza kupambazuka, kuchomoza, vimulimuli vinaanza kumemetesha, ndege wa paradiso wameanza kuimba katika moyo wa watakatifu. Wao wanajua hilo haliko mbali sasa. Jambo fulani litatukia, linatukia. Mungu anafanyika mwili ndani yako. Hilo ndilo linalotukia hapa sasa hivi. Lo, utukufu, utukufu! Jina la Bwana lihimidiwe, jina la Bwana lisifiwe, jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Sasa tuko katika madai. Kwa sababu hiyo tunaweza kudai urithi wetu, nao urithi wetu ni kulinena neno. Hilo ndilo lililo ndani yako, ewe kanisa. Bibi harusi wa Yesu Kristo anapaswa kunena neno. Ilikuwa ni kwamba alikuwa akirudisha vitu vyote. Wanasifiwe. Hakuna siri tena. Bibi harusi ni nani? Mihuri imefunguliwa. Yesu, yule pekee aliyestahili, alisema alijitokeza na akakitoa kile kitabu cha ukombozi kutoka mikononi mwake, moja kwa moja kutoka katika mkono wa Mungu, huku akisema alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi, na anasema alidai, naye akasema ni changu. Utukufu! Lakini jambo hilo lilipokuwa likiendelea mbinguni, kulikuwa na jambo jingine linaloendelea duniani. Bwana sifiwe. Mungu alimtuma malaika mjumbe wake wa 7 kwenye mlima wa Sunset, ambapo ilinguruma. Nao malaika 7 wenye nguvu wakamwinua huyo mjumbe juu katika kundi la malaika na kumwambia, rudi Jeffersonville, kwa maana utaifunua ile mihuri 7 kwa Malkia, bibi harusi wangu. Sisi hapa. Jina la Bwana lihimidiwe. Utukufu, utukufu! Siku ya leo neno hilo limetimizwa. Amina. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi. Unasema ati vema, mihuri ilivunjwa huko nyuma mwaka wa 63. Yeye bado anaifunua, kwa sababu tutayapata mengi zaidi usiku wa leo kuliko ulivyowahi kupata hapo awali. Sijali kama umesikiliza huko nje kwenye gari lako wakati ukiendesha gari kufika hapa, utayapata mengi zaidi sasa hivi, kwa sababu upako wa Roho Mtakatifu upo hapa na yuko hapa kukufunulia mengi zaidi. Tumeketi pamoja katika ulimwengu wa roho, katika uwepo wa Yehova. Yuko hapa. Yesu alichana ile mihuri kutoka katika kile kitabu, na alipofanya hivyo ilinguruma. Alisema ilinguruma alipoichana, na kisha yeye akaupeleka ufunuo huo kwa mjumbe wake wa wakati wa 7 wa kanisa katika chumba chake cha kujisomea. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Ndipo mjumbe huyo akashuka akaja kwenye maskani ya Branham, naye akanguruma. No! Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Aliifunua kwa kundi fulani maalum la watu. Sasa hakuna shaka kundi hilo teule la watu ni lipi? Ni sisi. Sisi ndilo hilo kundi maalum la watu. Oh! Bwana sifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Hakuna shaka tena. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Tunajua naye ametuambia kwamba sisi hatuna dhambi kabisa mbele zake, na bila shaka yoyote sisi ndiye bibi harusi, malkia wake.
na kwamba kila kitu ambacho Adamu alipoteza ni chetu. Kila kitu. Nena neno. Sisi ni bibi harusi neno. Hakutufanya hivyo. Walipokuja nawe, unasikia, umeiona hapo tulioweka hadithi ya maisha. Hakika ni mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu kuja duniani. Wao walifuata miujiza. Asante Bwana kwa miujiza. Sisi tulilifuata neno. Ni neno linalozungumza na bibi harusi. Neno. Bwana sifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Unaweza kuketi. Hebu tuangalie ni kipi kingine ambacho kimefunuliwa kwetu. Unajua, utaratibu wa Mungu katika Biblia yote haubadiliki kamwe. Unaona, wanataka kufikiri kuwa unabadilika au kukuambia kuwa huwa unabadilika. Mungu abadilishi mpango wake. Yeye daima amefanya ni rahisi sana. Unapaswa kuona ujumbe kwa sababu uko katika Biblia nzima. Kutoka mwanzo hadi Ufunuo hautabadilika kamwe. Wao wanataka kubadilisha kwamba ni kitu tofauti au sasa ni kitu fulani kipya au tunaendelea. Mungu ndiye yule. Bwana sifiwe. Kulingana na neno, yeye alituambia kwamba atatupelekea Malaki 4. Amina. Alisema aliahidi kututumia Eliya. Alisema atakuwa na roho ile ya Eliya. Ndivyo neno lilivyosema. Alisema ni mtu aliyechaguliwa. Alisema haikuwa ni kundi. Alisema ni mtu binafsi. Mungu kamwe hachagui kundi. Alisema siku zote ni mtu mmoja. Naye akatuambia sitafanya neno lolote. Lolote. Anasema hata kidogo. Hilo ni hitimisho, hata kidogo. Hilo linamaanisha sifuri. Katu. Lolote lile. Hata afanye neno lolote mpaka atakapomwonyesha hilo nabii huyo. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi. Akasema nitamfunulia hilo yeye. Huyo ndiye yeye atakayemfunulia, nami nitamfunulia hilo huyo sauti ya Mungu ya siku yenu. Kwa hiyo Malaki 4 wa siku yetu ni nani? William Marion Branham. Huyo ndiye sauti ya Mungu kwetu leo. Amina. Asante Bwana. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana sifiwe. Ni ujumbe ulioje. Mwaweza kuketi. Lakini yeye alituonya. Yesu alisema katika maandiko, alisema iweni waangalifu sana. Alisema katika wakati wa mwisho makristo wengi wa uongo watatokea. Alisema sio Yesu, alisema Kristo. Naye alituambia jinsi Kristo alivyokuwa. Alisema wapakwa mafuta. Hilo linanishangaza kila ninapolisikia hilo. Aliyetiwa mafuta. Alisema kwa upako wa kweli. Hilo linatisha. Alisema ulikuwa ni wa kweli, ungeweza kuwa upako wa kweli. Anasema kama tu ilivyokuwa kwa Yare na Yambre. Anasema walikuja na Dathani na Kora. Anasema walitoa. Si wewe uliye mtakatifu peke yako. Anasema kuwa kuna wengi zaidi yako, kuna wengine wa kwenda. Na inasema itasema yuko jangwani, tokeni nendeni jangwani. Akisema yuko kwenye chumba cha siri, tokeni mwende kwenye chumba cha siri. Lo, huna budi kwenda kwenye mkutano huu ukamsikie huyu. Lo, huna budi kwenda kwenye mkutano huu. Lo, kuna 5 au 6 wao hapa. Wao watakupa imani ya kunyakuliwa. Dumu na neno. Dumuni na neno. Usiamini hilo. Dumuni na neno hili lililothibitishwa. Hilo ndilo litakalo mkamilisha bibi harusi huyu. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi. Bwana sifiwe. Neno hilo kwa mara nyingine tena linatuambia chezeni kanda. Inanishangaza. Unajua, wakati mwingine watu unasoma kwa kuruka tu juu yake na ni vile tu yale ndugu Branham anayotuambia katika mwanzo wa mfululizo huu wote. Mungu katika urahisi. Rahisi. Wao wanatafuta mambo makubwa huko, ni Mungu tu katika urahisi.
Unataka kulisikia hilo? Ni kipi yeye asemacho? Lakini katika siku ya mwisho, katika kupigwa. Bwana sifiwe. Ufunuo 10:1-7, yeye alisema siri za Mungu zingetimizwa katika siku za mwisho, katika kupigwa kwa baragumu ya malaika wa 7. Malaika angali akipiga baragumu, nasi tutaisikia usiku wa leo. Malaki 4 ilisema ya kwamba yeye angemtuma Eliya kabla haijaja ile siku ya uovu juu ya nchi, wakati atakapoiteketeza kama tanuru. Amina. Yeye atafanya nini? Naye angerudisha na kuwarudisha watoto kwenye imani ya baba zao. Atarejesha mambo yote. Atairejesha ile imani. Unawezaje kurejesha mambo yote na kuirudisha ile imani isipokuwa unamsikiliza huyo? Naye lazima ubonyeze play. Hivyo ndivyo unavyorejesha. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bakini tu mmesimama mkipenda. Tunataka kuingia moja kwa moja katika neno hili. Ni ujumbe ulioje tunaojiandaa kusikia. Ni ajabu vipi jinsi ilivyo rahisi hiyo nukuu. Yeye anatuambia jambo la mwisho analosema, nitawapelekea Eliya naye atarejesha. Haisemi mtu mwingine yeyote atarejesha. Haisemi ati ni kundi ndilo litakalorejesha ama mtu mwingine yeyote atarejesha. Ndugu Joseph atarejesha. Yeye atarejesha. Ni sauti ya Mungu kwetu sisi. Yeye ndiye atakayerejesha kila kitu. Yeye ndiye ambaye siri zote zilifunuliwa kwake. Yeye, hakuna mwingine. Kuja ati naam, hili lina maana hii na hili lina maana hii na hili linafungamanisha hili na hili linamaanisha hili hapa na hili linatokea hapa. Hicho ni chakula cha mzinga. Dumuni na neno. Kila kitu ambacho tunapaswa kuwa nacho, mjumbe huyu ndiye wa kuirudisha ile imani. Ndivyo yeye alivyosema, ile imani. Imani gani? Imani ya kunyakuliwa. Asante Bwana. Zile ngurumo 7 za Ufunuo 10 zitampa bibi harusi imani ya kunyakuliwa anayodai kuwa nayo. Naye alituambia ngurumo ni nini? Alisema ni sauti ya Mungu. Nayo sauti ya Mungu ya siku yetu ni nini? Ujumbe huu, ujumbe huyu, sauti hii, nayo itatupa imani ya kunyakuliwa. Jina la Bwana lihimidiwe. Tuko katika mapenzi yake makamilifu. Hakuna kitu kilicho kikubwa kuliko kuwa katika mapenzi yake makamilifu. Nasi tuko katika hayo, kwa sababu ikiwa kuna chochote kinachokuja, yeye anafunua vitu vipya kila wakati. Kwa hivyo nilisema kutakuwako na mambo yatakayofunuliwa kwenu usiku wa leo. Umekuwa mara ngapi? Ni kama lo, Mungu wangu, sijawahi kuliona hilo hapo awali, na ni wazi tu kweli. Nimelisoma nikalipita na kulipita tena, nimepita kuliona hilo na kila kitu. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya, lakini umeupata ufunuo. Hilo ndilo muhimu sana. Naye hakukuchagua wala hakukuchukua au kukupa ufunuo huo ili kukupoteza. Kuna njia moja tu unayoweza kupata huo ufunuo. Wewe ni mwana na binti wa kweli wa Mungu. Majina yenu yapo kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Umeliona humo. Unaliona humo. Mimi ninaliona wazi leo kuliko nilivyowahi kuliona hapo awali. Ni kama Bwana, yote ni yangu. Wakati shetani anapotujia, huna haki. Yeye amelipa gharama. Alifanya yote kwa ajili yako. Kila kitu tayari amefanya hivyo. Yeye ndiye mwana kondoo, naye tayari amekinyakua kitabu cha kukomboza akisema, ni changu. Sasa ninakuja kuwachukua ninyi niliowakomboa, ninyi niliowalipia gharama, wale ambao niliowafanyia kila kitu chochote unachokutana nacho. Nena, wewe ni neno.
You are me. Wewe ni mimi. Wewe ni Mungu unaishi katika mwili wa mwanadamu. Wewe ni bibi harusi. Wewe ni malikia wangu. Kila kilicho changu ni chako, ni yako. Kidai, acha kuchangalia wewe jinsi ulivyo. Kushindwa kwako, kila kitu unachofanya hayamaanishi chochote. Ile damu imekaa pale ikifanya upatanisho kwa ajili yako. Ikiwa unaamini, iko hapo. Yeye amelipa gharama, amefanya kila kitu. Kwa hiyo ni wangu. Ewe Shetani, rudisha. Ikiwa mtu aliiba kitu fulani kutoka kwako, ungeenda kukinyakua, kukirudisha. Huu ni uzima wa milele ambao yeye Shetani anaujaribu kuchukua kutoka kwako. Ni wangu. Asante Bwana Yesu. Roho una furaha kwa ajili ya hilo usiku wa leo. Jina la Bwana lihimidiwe. Tunapovinamisha vichwa vyetu, tunataka tu kulisifu jina lako Bwana Yesu. Tunataka tu kukushukuru Bwana kwa yote unayotutendea. Asante kwa kuwa hapo usiku wa leo Bwana Yesu. Popote tunapoenda upo pamoja nasi. Na sasa hata na zaidi ya hapo awali, liko chini kabisa ndani ya mioyo yetu Bwana Yesu. Tuko hapa kulisikia neno hilo ili litupe imani ya kunyakuliwa, kwa sababu wewe umetufunulia Bwana kwamba ni neno hili, ujumbe huu ndio utakaotupa ile imani ya kunyakuliwa. Tunakupenda Bwana Yesu, nasi tunaamini chochote tunachoomba, ingawa tunayo vita na huku kupanda na kushuka. Bwana, jalia tuache kujiangalia sisi wenyewe na tukutazame wewe. Umefanya yote, ni yetu. Sio natumaini hivyo, nadhani hivyo, natamani ingekuwa hivyo. Ni yetu. Wewe umetupa sisi, ulilipa gharama kwa ajili yetu. Wewe umefanya hivyo. Sasa unacho kitabu cha ukombozi mkononi mwako, nawe uko njiani ukija kutudai. Nawe utashuka na utaliita jina langu Joseph. Ndiyo Bwana, yeye ataliita jina lako na kisha atatupa jina jipya. Amina. Kuwa na wewe Bwana Yesu ni kila kitu. Kuwa katika uwepo wako Bwana ni ajabu. Tuko katika uwepo wa Yehova. Mfalme wa amani, shida zinatoweka, ajabu zinatoweka Bwana Yesu. Mioyo inarekebishwa. Jina la Bwana lihimidiwe. Katika uwepo Mfalme. Hebu tuimbe tena. Tuko katika uwepo wa Yehova. Asante Bwana Yesu. Tuko katika, asante Bwana kwa katika uwepo wako, kuwa pamoja nao sasa hivi. Uwepo wa Yehova, Mungu mwenza yote, Mfalme wa amani. Shida zinatoweka, mioyo inarekebishwa katika uwepo wa Mfalme. Haleluya. Asante Bwana Yesu kwa uwepo wako Bwana ulio pamoja nasi. Asante sana tu kwa ajili ya ukombozi Bwana, na jinsi ulivyo yaweka majina yetu kwenye kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Jinsi ambavyo katika wakati huu wa mwisho ulivyomtuma nabii mjumbe wako Bwana. Mihuri hii ikifunguliwa Bwana, na kama vile nilivyothamini sana Bwana yale ambayo ndugu Joseph aliyokuwa akisema hapo, ni kwamba analiita jina letu Bwana. Tunatambua ya kwamba tuko kwenye kile kitabu kama tu vile Yohana
Na Bwana, ni siku ya kipekee iliyo maalum jinsi gani leo kwa bibi harusi wa Bwana Yesu Kristo, katika kuwa katika uwepo wako, kuisikia sauti yako Bwana. Nasi tunapoisikia sauti hiyo Bwana, tunapumzika ndani yako. Hakuna mashaka Bwana, hakuna kitu Bwana ila neno safi lisilogoshiwa, imani ya kuliamini hilo, imani ya kulipokea hilo, imani ya kutembea ndani yake Bwana. Asante Bwana kwamba kila kitu ulichotununulia ni chetu leo. Tunakushukuru Bwana kwa kila baraka za ukombozi. Tumekuona ukiwa kazini Bwana katika wakati huu wa mwisho, hasa ukiwafufua wafu, ukiwaponya wagonjwa wakati ambapo madaktari hawakuwapa tumaini lolote la kuishi. Bwana, jinsi wewe ulivyo mkuu Bwana, kwamba umejionyesha mwenyewe na kujidhihirisha mwenyewe kwetu leo. Bwana, wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Asante Bwana. Tunakupenda kwa moyo wetu wote. Tunakukabidhi maombi haya Bwana, na kila hitaji lililo juu ya mioyo ya watu. Na Bwana, wale wanaosikiliza hewani ibada hii Bwana, jinsi wewe unavyowajivunia hao Bwana, kwa maana tunajua tuko katikati ya mapenzi yako makamilifu tunapousikia ujumbe huu. Na Bwana, wewe uliliweka moyoni mwake Bwana, ameshuka na kusema hivi ndivyo tunavyolifanya hilo Bwana. Na kukushukuru tu Bwana kwa ajili ya nabii Bwana ambaye angeongozwa na Roho Mtakatifu Bwana, naye bibi harusi wako ulimwenguni kote wameungana pamoja Bwana kulifuata neno hilo Bwana, kurudi katika mstari wa ujumbe huu kwenye sauti yenyewe ya Mungu hasa iliyotumwa kuwarejeshea mambo yote. Sisi ni watu waliobarikiwa jinsi gani katika wakati huu wa mwisho Bwana. Wale wanaosikiliza kwa simu Bwana, wao ni sehemu ya hili kote ulimwenguni. Lo Baba, asante sana kwa kutupa macho ya kuliona, masikio ya kulisikia Bwana, na kuona ya kwamba katika wakati huu wa mwisho wenyewe Bwana unamkusanya bibi harusi wako pamoja Bwana. Wao wanaungana pamoja ulimwenguni kote Bwana. Njoo upesi Bwana Yesu. Bwana, utubariki na uwe pamoja nasi sasa Bwana katika kila sehemu ya ibada, nawe ututie mafuta hasa leo maalum. Asante kwa hilo Bwana. Tunakupenda kwa moyo wetu wote, tunalikabidhi hilo kwako Baba katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina na amina. Tuko katika uwepo wa Yehova, Mungu mweza yote, mfalme wa amani. Asante Bwana. Shida zinatoweka, mioyo inarekebishwa katika uwepo wa mfalme. Amina. Lo, Mungu awabariki. Mwaweza kuketi.